Yes, dakika 90 zatamatika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mnyama Simba mechi yake ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Fountain Gate. Simba anaondoka na ushindi wa mabao 3. Mbele yangu hapa nipo na Mudi. Simba uko vizuri? Nashukuru kwanza, alhamdulillah tuko salama kabisa. Siku ya leo ndio ligi imeanza kwa sababu mwenye nchi ndio leo amecheza ligi, kwa hiyo ndio ufunguzi rasmi wa ligi umefanyika siku ya leo. Tunawapongeza timu yetu ya Simba Sports Club kwa siku ya leo kutupa pointi 3 na magoli 3. Ni mwanzo mzuri. Nakumbuka msimu ulioisha tulianza na goli 4 sawa na timu hii. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba tutashukuru, tuipongeza timu yetu ya Simba kwa kuondoka na ushindi siku ya leo kwa sababu ni kitu muhimu sana. Hii ligi safari ni ligi ngumu. Kwa hiyo hutakiwi kupoteza nafasi yoyote. Kila nafasi unaoipata unatakiwa uhakikishe unaondoka na pointi 3 na magoli ya kutosha. Jonathan Soa kwa mara ya kwanza anafunga goli lake la ligi kuu Tanzania bara akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Namna ambavyo alivyocheza katika dakika zote 90, unazungumziaje kiwango chake? Wachezaji wote kwa kweli wamecheza vizuri sana. Soa akacheza vizuri sana na amejitahidi kulitafuta goli na amefanikiwa kulipata. Na hata ingizo jingine la mtoto Morris ameingia kipindi cha pili, ameonyesha uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo naamini kabisa kwa usajili wa msimu huu tuna usajili wa wachezaji wazuri sana, na naamini tukiendelea kuwatumia vizuri tutapata mafanikio makubwa zaidi katika msimu huu. Kwa hiyo naamini kabisa timu ya Simba kwa safari hii tumejizatiti, tuko vizuri. Tuko vizuri. Ndio ile kauli ya kiongozi wa Simba aliyosema msimu huu ni moto tayari umeshaanza kuonekana kwa hivi sasa. Moto ndio ushaanza kuonekana. Nadhani tunawaachia sasa wachambuzi waendelee kuchambua. Siku ya leo nadhani kila mmoja kesho atakuja na uchambuzi wake. Tunataka tuwasikilize uchambuzi wao kwa sababu si kazi yetu kuwasikiliza wao watakuja na uchambuzi gani, lakini Simba safari hii imejizatiti na usajili imefanya kiumakini zaidi, na ukiangalia kila mchezaji aliyoingia ameonyesha uwezo mkubwa wa kuonesha kwamba kwa sababu gani kasajiliwa katika klabu ya Simba. Jean Charles Ahoua anaendeleza pale ambapo alipoishia msimu uliopita. Unamzungumziaje? Ana shida. Naamini leo ameanza kufungua ukurasa wake, ameondoka na goli 1 na assist 1. Kwa hiyo huyo ndio Charles Ahoua anakuja. Kwa hiyo mimi naamini kabisa hii timu kwa sasa hivi jinsi ilivyo, bwana, tuna watu wa hatari. Pale mbele tuna watu wa hatari. Kabisa. Maneno yamekuwa ni mengi. Watu wanasema Fountain Gate kwa siku hii ya leo kwa sababu walikuwa na timu yao haikuwa kamili kiasi hicho. Kwanza mimi nisiwanyime fadhila. Fountain Gate wamejitahidi sana siku ya leo kwa sababu goli 3 mimi naweza nikasema ni chache zilizofungwa na Simba. Ni chache kwa sababu tumekosa goli nyingi. Na nawapongeza, wamejitahidi, wamecheza vizuri, wameweka heshima katika timu ya Simba waliocheza nao kwa sababu walijijua kwamba tungoja kucheza na timu kubwa. Kwa hiyo waliweka heshima na ndio maana magoli yamezidi kuwa machache kwa heshima walioamua kuiweka. Kwa hiyo nawapongeza Fountain Gate. Sio sababu ya kwamba wachezaji hawajapata usajili. Waliocheza ni wachezaji. Kwani wachezaji wa 8 wamesajiliwa Fountain Gate? Sijui umeelewa. Kama walikosa siku zote walikuwa wako wapi? Usajili umefungwa tarehe 20 ngapi sijui. Kwa nini siku zote wasiweze kukamilisha kila kitu sajili wakati wanajua kuna ligi inakuja kuanza? Kwa hiyo wanatakiwa waendelee kwa sababu hii ni changamoto inawakuta mara ya pili. Hata msimu ulioisha iliwakuta. Kwa hiyo wajitahidi, inaelekea uongozi wao hawako kimpira zaidi. Na ndio maana wanakuwa wanafeli vitu kama hivi. Mashida hiyo. Angalia beki ambaye wachambuzi wa Tanzania walichambua, walimuua vibaya mno. Leo anakuja kuwapa active, yani uchambuzi wao ni bure. Sijui umeelewa, ni beki wa kimataifa yule. Ametulia, anafanya kile anachokihitaji, yani mpira unamtii yeye. Sio yeye anautii mpira unamtii yeye. Amerudisha message kwa wachambuzi ambao walikuwa wanasema bwana yule ni pancha. Amerudisha, na ndio maana tunasemaje, tusiongee tukamaliza, tubakishe na mengine. Kwa hiyo hii ndo faida ya kuongea kutokumaliza. Sijui umeelewa. Anakuja kutuonesha vitu vikubwa, yani tunaonesha kwamba ni muhimu gani kusajiliwa Simba. Ushaina. Mchezo unaofuata nacheza kimataifa dhidi ya Gaborone. Mashabiki hawatakuwepo hapa. Namna ambavyo ulivyokitazama kikosi chako kuelekea katika mchezo huu wa kimataifa, unaonaje? Sina wasiwasi. Naamini kabisa kikosi
kitakuja tofauti. Ujue Simba jinsi ilivyo sio kafikia itakapocheza kwenye ligi, kwenye kimataifa atakuja kucheza hivyo. Ni timu ambayo yani ilishindwa yani watu kuitabiri itakapocheza kimataifa na anapocheza tofauti. Sijui umeelewa? Na kutokucheza na mashabiki sio mara ya kwanza. Hata msimu ulioisha tulicheza bila mashabiki na tuliondoka na ushindi hapa. Kwa hiyo hakuna shida. Sisi tushazoea, tunamsikiliza msemaji wetu, ataweka sehemu, tutapiga kelele ambao wao wako uwanjani watatusikia. Ataweka lazima kuandaliwa sehemu. Simba tuna jambo dogo, tutaandaa sehemu ambayo yani mpira utakuwa unachezwa kwa Mkapa. Kelele za washabiki watakao kuwepo kule, wachezaji watazisikia. Watani zenu Young Africans wanasema mwalimu wao mfumo wake haurogeki. Sasa hebu angalia mfumo ule. Zidi kuwachanganya. Nasema na mfumo gani yule mwalimu? Angalia mpira aliocheza juzi, mfumo wake alikuwa kazidiwa. Yaani hana mbinu. Lile goli utufunga Ndondokela. Tutakutana naye. Kisasi kitalipwa. Yaani tutakutana naye. Yule tunaye. Nyie mnaye. Yaani tuna hasira naye vibaya mno. Mnamngangania. Anapataje ushindi? Mbele ya mnyama. Ndondokela. Goli la Ndondokela lile. Shukrani sana Mudi. Asante sana dadangu. Asante sana. Bado tunaendelea kuzungumza na mashabiki wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa mara ya kwanza benchi la ufundi jipya. Namna ambavyo ulivyolitazama umeonaje? Nyama Simba ameanza mchezo wake wa ligi kuu Tanzania bara na safari ndefu ya kuelekea mafanikio. Boli limetembea, pointi 3 tumepata, alhamdulillah. Hiko ndio kikubwa. Ndio. Tunaona mnyama Simba ameondoka na mabao matatu kama ambavyo Young Africans siku ya jana walivyofanya. Goli la kwanza, usajili mpya, unauzungumziaje? Bonge la beki, yani I'm speechless. Yule jamaa bonge moja la beki. Mipira mingi ajua na wini yeye anacheza yeye, yani tumeramba dume kwa kifupi. Ukizungumza sana unaweza ukaharibu. Yule Rushaini tumeramba dume, bonge moja la beki. Tumeramba dume. Sio tapeli kabisa, yani sio tapeli. Kwani kuna watu wengine wametapeliwa? Matapeli wapo, wengi wameshapita. Matapeli wapo, lakini yule Rushaini sio tapeli. Ndio. Ana sura nzuri lakini roho yake chafu sana. Kwa hiyo tumuombe tu Mungu, maasidi wengi wasije wakamfanyia wanavyojua wao. Yaani tumuombe Mungu katika sala zetu, Mungu amlinde na injari basi. Yule jamaa mtu kweli kweli. Jonathan Soa anafunga bao. Simba mweusi usajili mpya kutokea Singida. Wekundu wa Msimbazi Simba mlikiwa na kiu ya kuliona bao lake. Kwa namna ambavyo alipoperform katika dakika zote 90 Mwarabu, unamzungumziaje? Jonathan Soa sio mtu unamzungumziaje? Mimi nitaka uniulize labda angeondoka na goli ngapi. Ni bahati mbaya tu haikuwa upande wake, kaondoka na goli moja. Yaani hadi tukigawa mechi, yani tukifika nusu msimu mechi 15 tayari top scorer itakuwa sababu tushazifunga. Miongoni mwa mchambuzi Hansi Rafaeli, namna ambavyo siku hii ya leo alivyocheza Jonathan Soa, amesema bado hajaonyesha makali yake kama ambavyo alivyokuwa Medeama pamoja na Singida. Wewe umeliona hilo?